Habari za usiku, karibu sana kwenye Mshike. Mimi Kennedy Moses, tuwe sote mpaka mwisho. Makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Alfata Haji ameipongeza kampuni ya Azam Media Limited kwa kupata haki za kuonyesha mbashara mechi zote 104 za kombe la dunia mwaka 2026, fainali zitakazofanyika katika mataifa matatu: Marekani, Canada na Mexico kuanzia Juni 11 mwaka huu. Alfata Haji amesema hii ni hatua kubwa kwa kampuni ya kizawa, huku akiwa na matarajio ya kupata matangazo yenye ubora wa hali ya juu. Kwa muda mrefu Azam TV wamekuwa wakisema kwamba sisi ni soka. Baada ya hili tukio kubwa ambalo wamelifanya mwaka huu la kuhakikisha mechi zote za kombe la dunia linaonekana, linathibitisha huu msemo wa sisi ni soka. Lakini kubwa, mimi niwapongeze Azam TV. Wamewafanyia Watanzania jambo kubwa, wameleta mapinduzi ya mpira kwa Watanzania, na haya ambayo yanatokea sasa hivi ni zaidi ya mapinduzi. Tunawashukuru kwa niaba ya Watanzania wengine kwa kutusogezea karibu mashindano haya ya World Cup, ili tuweze kuyaona kila mchezo ambao utachezwa pale USA, Canada ama Mexico, na sisi wa Tanzania tuweze kuwa sehemu ya kushiriki katika mashindano haya, kwa sababu Azam TV ni ya kwetu na sisi ndio Watanzania ambao tunaifurahia na tunaionea gere, na tutailinda kwa wivu mkubwa sana kutokana na haya mambo mazuri ambayo wametufanyia. Kwa sababu demand itakuwa ni kubwa, hakuna sababu ya kuchelewa. Hata kama unacho kingamuzi pia uwahi kulipia. Mimi tayari nimeshalipia mapema, ili wakati wa World Cup sitaki mbambamba, nakaa sebuleni naangalia mechi zote kupitia Azam TV. Na wafanyabiashara wa jezi kutoka Dar es Salaam wameeleza namna wanavyoendelea kufaidika na ujio wa kombe la dunia mwaka 2026, huku mashabiki wakinunua jezi za mataifa mbalimbali kusifu timu zao wanazoziunga mkono. Mwandishi wetu Godfrey Mzee amepita mitaa ya Kariakoo na kutuandalia taarifa hii. Zikiwa zimesalia siku chache kuelekea mashindano makubwa zaidi kwenye historia ya mpira wa miguu kwa maana ya kombe la dunia, sisi tumefika Kariakoo kuzungumza na mashabiki, kuona mwamko wao, lakini pia kuzungumza na wafanyabiashara wa jezi, kuona pengine mwamko wa mashabiki uko vipi kuelekea mashindano hayo. Azam kurusha mechi zote za World Cup, mechi 104, ni fursa kwetu kwa wafanyabiashara, kwa sababu imetupa opportunity kubwa kutokana na watu wengine walikuwa wafahamu, lakini sasa Azam wametusogezea mpaka karibu zaidi, kwa watu kunakuwa na mwitikio mkubwa kutokana na wateja ni wengi sana. Afu kiangalia sasa hivi ni zimebaki siku chache, almost siku 6 kwenda kuhost mechi zaidi ya mechi 104. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana kwetu Azam TV kutusogezea kuonyesha mechi zote za World Cup. Wananchi au mashabiki yani sasa hivi wamechangamka kweli. Nadhani ni kwa sababu kuna pia Azam TV kuonyesha hizi mechi imechangia pia kiukubwa kwa kweli. Kuna jezi zinaisha, kwa mfano jezi kama za Ufaransa, jezi za Ureno, watu wananunua sana. Kuna jezi mpya ya Morocco imekuja, ni nyeupe. Ni jezi kali, ni jezi nzuri, watu wanaipenda na watu wanazidi kununua kila siku. Naona taifa la Ureno kwa mwaka huu tutafika mbali sana. Kutokana na vipi? Ni kwamba ni timu ambayo kwa sasa kidunia inaongoza kwa kuwa na viungo wazuri. Ina viungo wazuri, na timu ambayo kwa mwaka huu inaonekana ni timu ambayo imejipanga vizuri sana. Ikumbukwe mechi zote 104 utazipata mbashara kupitia chaneli mbalimbali za Azam Sports. Nikukumbushe tu, lipia kingamuzi chako mapema uzishuhudie mechi zote 104 hata ukiwa sebuleni kwako. Kutokea hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam, Godfrey Mzee, Azam Sports. Baadhi ya wachambuzi wameonyesha imani kubwa na timu zinazowakilisha Afrika kwenye fainali za kombe la dunia mwaka 2026, wakiamini zimefanya maandalizi mazuri na zina wachezaji bora wanaweza kutoa ushindani mkubwa kwenye michuano hiyo. Nikiwa makubwa ya Morocco ni hawa wanafuatia kucheza robo fainali ambao ni Ghana pamoja na Senegal. Nao unawapa nafasi kutokana na uzoefu na ile ari ya kwamba hizi hatua tumeshafika. Kwa hiyo naitazama hayo mataifa manne kwa maana ya Morocco, Misri, Ghana pamoja na Senegal wanaweza akafanya jambo lolote kuweza kufika hatua ambayo hatujawahi kufika, ni fainali. Nusu fainali tumeshafika, aidha kuirudia nusu fainali au kuvuka hapo. Naweka jicho la upekee sana kwenye timu ambazo zimekuwa excited sana kuingia kwenye kombe la dunia msimu huu, iko na maana ya DRC na Cape Verde. Ni moja kati ya timu ambazo zenyewe kwanza zinataka kuprove kwamba zina kitu cha kuonyesha, na tamani na nafikiri watu wengi wa Afrika wanaziona zikifanya jambo la tofauti kwenye kombe hili. Morocco mimi naweza nikasema waliprove kwa wakati wao, labda wakashindwa kutengeneza vizazi vingine vipya vya haraka.
kwa sababu tunavyosema football ni science na it's a process, labda process bado haijamachua tena kufikia viwango vile vyaweza kufika kule. Lakini Senegal tunaona wameenda wakubwa, wamechukua AFCON juzi, wadogo wamechukua na 17. Kwa hiyo wana kitu ambacho wanakitengeneza ambacho kinaweza kutokea kama kile kilichotokea Ufaransa. Misri ndo timu ambayo imefanikiwa zaidi kwenye soka la Afrika. Mataji mengi ya AFCON wao, lakini wao pia ni taifa la kwanza kushiriki michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo nikiangalia hivyo, lakini pia nikiangalia kocha ambacho kipo hivi sasa, naoza Mohamed Salah, kocha Hossam Hassan, naona wana nafasi pia kufanya vizuri. Na mtangazaji hodari wa kandanda wa Azam Media Limited na mchambuzi mbobevu wa soka kimataifa Galib Mzinga anasema yuko tayari kutoa burudani ya matangazo kwa lugha adhimu ya Kiswahili, huku akiwa na matarajio ya fainali bora ya kombe la dunia kutokana na mataifa yanayoshiriki. Maandalizi yanaenda vizuri mpaka sasa hivi na yanaendelea kwa sababu siku yenyewe ya shughuli haijafika, ila huu ndo wakati wa kujua vitu vingi, kufuatilia kuhusu mashindano husika, kwa sababu sisi pia kama wachambuzi tunatakiwa kujua in details, kufuatilia vitu vingi. So ndio muda wenyewe huu. Kwa hiyo yanaendelea vizuri, na ndio maana ngasema kwamba yanaendelea vizuri kwa sababu hatujamaliza. Kwa sababu hapo unaweza kupata update yoyote ile. Unaweza kaambiwa kwa mfano jana tumepata story shock ambayo unaweza kaitumia pia katika mechi zako huko mbele. Ivory Coast amefunga Ufaransa. Mind you, Ufaransa ndo taifa namba 1 kwenye viwango vya FIFA. Kafungwa na Ivory Coast. Ni miongoni mwa story ambayo unaipata, kesho uende ukapata nyingine na kadhalika. Kwa hiyo unatakiwa kuwa updated, kuwa unafuatilia taarifa kadri muda unavyozidi kwenda. Kutangaza mpira flow ni ile ile ambacho kinabadilika. Lakini namna gani unaweza kutafsiri kile kinachoendelea pale? Kuna vitu vingi vimebadilika, kuna masuala ya kisheria ya kanuni za mpira wa miguu kupitia IFAB pia ambao wanatunga sheria. Kuna vitu vimebadilishwa, kuna vitu vimeongezwa, unatakiwa pia kuwa updated ujue. Nisili katokea tukio pale ukalitafsiri kimazoea, inabidi utafsiri kwa mujibu wa sheria inavyosema kwa wakati huo. Kwa hiyo so far alhamdulillah mambo yanaenda vizuri. Tukisalia huko kwenye kutazama yanaendelea kuelekea fainali za kombe la dunia, nyota wa muziki wa pop duniani Shakira anatarajiwa kuweka rekodi ya kutumbuiza kwenye sherehe za ufunguzi wa fainali za kombe la dunia mwaka 2026 zitakazosindikizwa na mchezo mkali kati ya Mexico Juni 11 katika uwanja wa Azteca nchini Mexico, kwenye mchezo ambao watacheza dhidi ya Afrika Kusini. Taarifa zaidi na Isa Suleiman. Taarifa iliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA imethibitisha kuwa raia huyo wa Colombia mwenye umri wa miaka 49 atatumbuiza kwenye mchezo wa ufunguzi pamoja na mchezo wa mwisho wa fainali wa kombe la dunia mwaka 2026. Shakira anayetamba na wimbo wa Dai Dai wenye asili ya Italia wenye maana ya twende zetu, aliyomshirikisha msanii kutoka Nigeria Burna Boy, ambapo ameutunga rasmi kwa ajili ya fainali za kombe la dunia mwaka huu. Kutangazwa kwake na FIFA kunaendelea kuweka rekodi ya kutumbuiza kwenye fainali ya 4 za kombe la dunia baada ya kufanya hivyo mwaka 2006 nchini Ujerumani kwa wimbo wake wa Hips Don't Lie. Mwaka 2010 alitoa wimbo wa Waka Waka This Time for Africa na kuwa wimbo wa mashindano sambamba na kutumbuiza kwenye fainali za mwaka 2014 nchini Brazil. Mbali na Shakira, wasanii wengine wanaotarajiwa kutumbuiza kwenye fainali za kombe la dunia ni msanii J Balvin pamoja na msanii kutoka Afrika Kusini Tyler kwenye uzinduzi wa fainali hizo utakaohusisha timu 48 kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa fainali hizo mwaka 1930 nchini Uruguay. Huku FIFA imetangaza kutakuwa na sherehe za ufunguzi kwenye michezo ya kwanza kwa waandaaji wa fainali hizo mwaka huu kwenye mchezo kati ya Canada dhidi ya Bosnia pamoja na mchezo ule wa Marekani dhidi ya Paraguay. Isa Suleiman, Azam Sports. Naam, niungane na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Okini kuweza kusikia kutoka kwake na mtazamo wake kuhusiana na hicho ambacho tumekuwa tukikigusia hapa. Bana, siku zinaendelea kukata na zimesalia chache sana kuelekea kwenye kick-off ya finali za kombe la dunia. Hebu tuanze kutazama moja baada ya jingine. Hao ni baadhi ya nyota wenye ushawishi mkubwa kwenye finali hizi. Unadhani wepi watu wanasubiri kwa hamu kuwatazama? Kwa wachezaji wote, kila mmoja ana mashabiki wake, sababu wachezaji waleko hapa hakuna ambao hana kundi lake la mashabiki. Kianza kuanzia kina Cristiano Ronaldo, kianza kwa kina Mohamed Salah, Neymar, wengine wote hawa kila mmoja ana watu wake ambao wanamsubiri, kwa sababu
Mwangalia Messi, unamzungumzia kati ya mchezaji ambao kwenye michuano hii unaweza ukamtaja ya kwamba anakwenda kwa mara ya 6 sasa hivi, lakini ni kati ya wachezaji waliofanikiwa sana kwa sababu ashachukua ubingwa. Yeah, na ukimtazama hapo ni wa kwanza na someka kwamba huyu ndiye nyota ambaye ni mshindi wa kombe la dunia msimu uliopita nchini Qatar, na kwa sasa akiwa kwenye klabu ya Inter Miami ya Marekani, ndiye nahodha pia wa Argentina. Lakini kwa kuongezea kwenye hizo namba ambazo ziko hapo, huyu ameshacheza mechi 26 mpaka sasa hivi za kombe la dunia akiwa amefunga magoli 13. Kwa hao wote uliowaweka hapo, ina maana namba zake ndo zinaonekana kwamba ni bora zaidi kuliko wengine wote ambao wapo hapo. Anaenda na Argentina, inawezekana zikawa ndo finali zake za mwisho kabisa sasa hivi za kombe la dunia. Labda zinazofuata anaweza akawa jukwani, akawa na majukumu mengine kwenye timu yao ya taifa, kwa sababu bado inaonekana ni moja kati ya wachezaji ambao wanahitajika sana Argentina. Haya, hem tutazame nyota mwingine, kwa sababu umemtazama Messi, lazima ubalance pia kwa kumtazama hasimu wake mkubwa Cristiano Ronaldo. Of course kwangu mimi ni declare interest. Kwangu mimi natamani kumuona Ronaldo akibeba msimu huu. Taarifa zake zinasema ni mshindi wa kombe la ligi kuu Saudi Arabia msimu huu na amefunga mabao 28 na assist 2, na huyu ndiye nahodha pia wa Ureno. Hicho kinamuongezea kitu kikubwa sana kuchukua ubingwa wa Saudia, lakini pia kingine kikubwa kwake na yeye inawezekana akawa kuna vitu anafanana na Messi. Amefunga magoli 8, amecheza mechi 22 kwenye michuano ya kombe la dunia mpaka sasa hivi. Yeye na Messi wanashindana wote kwa sababu hizi ni finali zao za 6 wanaenda. Huyu watu wengi wanamtazama wakiwa wanaamini kwamba bado ana tamaa. Ana uwezekano akarudi kwenye finali zingine za kombe la dunia, tofauti na jinsi ambavyo watu wanamtazama Messi. Kwa usishangae akataka kuweka rekodi ya tofauti zaidi kwenye michuano hii. Amekuwa na tamaa sana ya kutaka naye kuchukua ubingwa wa dunia, kwa sababu tayari mshindani wake Messi ameshachukua. Kiona mara nyingi wamekuwa wakishindana sana. Inawezekana akaenda kwenye finali ambazo anahitaji kutumia nguvu kubwa zaidi ili aweze kuchukua ubingwa msimu huu. Haya, baada ya Cristiano Ronaldo tumtazame Kylian Mbappe, mshindi huyu wa mwaka 2018, lakini pia ni mfungaji bora wa UEFA msimu huu na La Liga, ambako amefunga mabao 25 na assist 5, michezo 31 ndani ya Real Madrid, na anasaka taji la pili la kombe la dunia ikiwa na timu ya taifa ya Ufaransa. Kiumri ni rekodi nzuri kwake. Kwa umri wake kuwa ameshachukua kombe la dunia, lakini pia ukiona kwa Ufaransa ndio ambao wanamtazama zaidi. Mwishoni kwenye msimu huu kwenye ligi hakuwa na hali nzuri sana, kwa sababu kulikuwa kuna maneno mengi sana, mashabiki hawamtaki na nini, lakini rekodi zinaonyesha ya kwamba hata finali walizochukua Ufaransa yeye alishiriki kwa sehemu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba wanachukua. Labda anakwenda kutafuta rekodi nyingine sasa hivi ya kuhakikisha kwamba anachukua ubingwa kwa mara ya pili na kuanza kuitangazia dunia kwamba ana kitu cha tofauti na wale wachezaji wengine ambao walipita. Alibeba taji husika akiwa na umri wa miaka 19, 2018. 2022 alicheza finali na akafunga hat-trick kwenye finali hiyo, ila bahati haikuwa upande wao. Hatimaye Messi akaondoka na taji la kombe la dunia 2022. Swali, je, itakuwaje msimu huu? Nikukumbushe tu kwamba huu ni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Tuendelee kuangazia ambayo tunayo mezani hii leo. Tulikuwa tunatazama nyota ambao wanatazamwa zaidi kwenye fainali hizi za kombe la dunia mwaka 2026. Tumeshatazama takriban nyota watatu mpaka sasa. Tulianza na Messi, tumoja na Cristiano Ronaldo na Kylian Mbappe. Sasa hivi ni Ousmane Dembele, na huyu pia yuko timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa sasa ndiye anayeshikilia tuzo ya Ballon d'Or na taji la UEFA mara 2 mfululizo akiwa na PSG. Msimu huu amefunga mabao 10 na assist 7 katika michezo 22 ya Liga. Dembele naye pia ni icon kwa Ufaransa, sababu kwanza anacheza pale nyumbani, amekuwa na mashabiki wengi zaidi, amekuwa akifuatiliwa zaidi na mashabiki wao. Kikubwa ambacho Dembele anacho ni kwamba ana uwezo asiwe na namba nyingi sana uwanjani ukampima nazo, lakini akawa na msaada mkubwa sana. Anakwenda naye kuonesha ya kwamba bado ana uwezo wa kufanya kitu. Baada ya kuchukua ubingwa wa UEFA, inawezekana kuna kitu kikubwa kimeingia kichwani kwake. Hakuwa na mwanzo mzuri kwenye msimu, lakini Ufaransa wanamtazama kama mmoja kati ya wachezaji ambao ana uwezo mzuri zaidi wa kuwasaidia kuchukua ubingwa kwa mara ya pili sasa hivi. Waandamizi hao. Haya, hem tutazame nyota mwingine anayetazamwa zaidi na kile ambacho kinaelekea. Bwana, kwa mara yake ya kwanza, maana timu yake imekuwa inapambana kweli kweli. Erling Haaland, jini wengine wanamuita, mwenye umri wa miaka 25 mpaka sasa, anajulikana kwa kuvunja rekodi za mabao katika ligi ya mabingwa na ligi kuu ya England akiwa na Manchester City. Msimu huu amefunga mabao 27 na assist 8 kwenye EPL.
yupo pia naye. Ni mchezaji ambao anaibeba timu yake ya taifa mabegani. Norway wanamtazama zaidi yeye kwa sababu ya zile namba ambazo anazo. Kuna timu huwa zimeenda kwenye kombe la dunia na wachezaji mmoja mmoja. Hata wakati wanaenda Croatia wanafanya vizuri sana, walienda wakiwa wanamwangalia zaidi Modric. Kwa hiyo nafikiri nao wanamtazama wakiamini ya kwamba kuna kitu anaweza akafanya. Timu yao ina wachezaji wengi sana ambao hawana majina makubwa, lakini ni timu ya taifa ambao ni bora sana. Amefanya vizuri kwenye klabu, atakuwa anahitaji sasa kuwaonesha ya kwamba hata kwenye timu yake ya taifa anaweza akawasaidia, kwa sababu hata sasa anaweza kaifikisha Norway nchi ya ahadi. Inawezekana kwa sababu kwenye taifa lao wakifika hatua ya robo finali atakuwa ni mafanikio yao makubwa zaidi kwa sasa, afu atakuja kujipanga zaidi kwa kipindi kijacho, kwa sababu hata sasa hivi ndio gumzo zaidi kwenye usajili. Madrid wanamtumia kama turufu yao ya usajili kwenye uchaguzi. Unaona, kwenye usajili unaokuja. Kwa hiyo atataka kuonesha kwamba kile kinachozungumzwa, kile ambacho huwa kinafanyika sio cha bahati mbaya, ni kitu ambacho yeye ana uwezo wa kufanya uwanjani na miguu yake itajibu. Haya, mtazama nyota mwingine anayetazamwa zaidi ni Lamine Yamal. Alikuwa mfungaji mdogo zaidi kwa kutokea katika mashindano ya Euro ya wanaume akiwa na Hispania msimu huu, akiwa na FC Barcelona. Amefunga mabao 16 na assist 11 katika La Liga. Ameipa timu yake ubingwa wa La Liga. Kwa bado kuna watu wanaamini ya kwamba anaweza akafanya kile ambacho alikifanya kwenye Euro. Anakwenda kwenye platform ambayo ni kubwa zaidi, kwa sababu kombe la dunia nafikiri ni tofauti na Euro kidogo. Huku ndio kukutana na watu ambao wamejiandaa vizuri zaidi kwenye mashindano haya. Labda hichi kinaweza kikawa kipimo chake kikubwa sana, kwa sababu wengi wanaomtazama wanaona kama vile anapanda na kushuka. Kwa hiyo anatakiwa akaonesha kwamba ule ubora ambao aliuonesha kwenye michuano ya Euro ana uwezo wa kuonesha sasa hivi kwenye finali za kombe la dunia. Yeye kwake inakuwa ni rekodi. Chochote atakachokifanya sasa hivi kitakuwa ni rekodi, kwa sababu umri wake bado unambeba, unamuonesha kwamba anaweza akashiriki mashindano mengine huko mbele. Akiwa na umri wa miaka 19, Kylian Mbappe alifanikiwa kubeba taji hili. Na wakati ule pressure haikuwa kubwa sana kwa Mbappe. Ndio kwanza watu walikuwa wanamuona. Mwaka uliofuata mahitaji yakawa makubwa sana kutoka kwa Ufaransa, wakihitaji Mbappe afanye kitu. Licha ya kufunga hat-trick kwenye finali, bahati haikuwa upande wao. Leo nadhani hiyo pia imehamia kwa Lamine Yamal. Kijana mdogo lakini mabegani mwake ana mzigo mzito wa Hispania. Inakwenda kuwa pressure kwake. Itamwathiri chanya ama hasi? Kwake bado itakuwa ni chanya, kwa sababu bado anaamini ana nafasi ya kufanya vizuri zaidi huko mbele. Yaani umri wake unampa nafasi ya kuamini ya kwamba nimekosa finali hizi na uwezo wa kuchukua zingine. Sasa mashabiki watakapopokea ile performance atakayoionyesha, ndio wana uwezo wa kumtoa kwenye reli. Lakini kwa Hispania ni moja ya taifa ambalo linapewa nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri kwenye mashindano. Kama yeye atafeli, ina maana taifa zima litakuwa limefeli, kwa sababu kufeli kwake ina maana ni timu kuondolewa kwenye mashindano mapema, na Hispania ikitolewa mapema ina maana itakuwa ni story kubwa zaidi kuliko Hispania wakienda finali. Sio? Haya, hebu tutazame lingine. Huyu ni Jude Bellingham. Licha ya msimu mgumu akiwa na Real Madrid, lakini amefunga mabao 6 na assist 4. Kiujumla msimu kwenye magoli 10. Atakuwa ni mmoja wa wachezaji tegemezi wa Uingereza, huku nchi hiyo ikilenga kushinda taji hilo kubwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1966. Hapa pana mjadala tofauti kidogo. Harry Kane alikuwaga na ukame wa makombe. Alikuwa muda mrefu sana alipitia hicho kipindi, lakini baada ya kwenda Bayern namba zake zinashtua sana duniani kwa hivi sasa. Na pantaji ambayo anachukua mfululizo ikiwa pia rekodi ambazo amevunja za Bundesliga. Lakini anayezungumzwa ni Jude na si yeye. Mara nyingi Jude anatajwa kwa sababu wanasema ni mchezaji mtoto wa nyumbani sana. Waingereza wana wachezaji wao ambao wanaweza wakawatafuta. Mnaweza mkao wachezaji 30 ambao ni bora sana, lakini wakamchukua Rooney tu wakamtumia kama ajenda yao. Kwa hiyo huyu wanamtumia sana kama ajenda ya nchi kuhakikisha kwamba anaweza kufanya vizuri. Lakini ni mchezaji ambaye amekuwa akijaribu kwenda kwenye timu zile kubwa zaidi kuliko alivyokuwa Harry Kane. Harry Kane amekaa Spurs muda mrefu, alivyotoka akaenda Bundesliga na Bayern, amechukua makombe muda mrefu, lakini bado hawamzungumzi sana. Ingawa ndio kapteni wa timu yao ya taifa, amekuwa mfungaji bora wa Bundesliga, amechukua ubingwa wa Bundesliga, ana uwezo mzuri zaidi wa kuwabeba kwenye michuano hii. Lakini ukitoa Harry Kane pia wana kina Declan Rice ambao wamechukua ubingwa wa Premier League, wana kitu kingine kikubwa sana. Ni timu ambayo ina wachezaji wachache bora sana, lakini ni timu ambayo inazungumzwa, utafikiri tayari imeshachukua finali za kombe la dunia msimu huu. Hao jamaa bana mpira wao wa magazeti sana. Walikuwa wanamzungumza Dele Alli kama Messi ajaye. Sasa hivi si kwake. Haya, huyu ni Neymar Jr. Ni nyota aliyeweka rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote kwa kikosi cha Brazil na ameshinda tuzo kubwa kama mchezaji, lakini pia amefunga magoli 79 kwa timu ya taifa lake na kuipiku rekodi ya Pele. Kwa sasa anacheza timu ya kwao
Santos FC ambayo pia ni timu yake ya ujanani. Lakini licha kuwa anazungumzwa duniani na imeonekana kuwa ni furaha kubwa kwa Wabrazili wengi kumuona akiitwa kwenye timu ya taifa, anazungumzwa kwamba atakosekana kwenye baadhi ya mechi za kirafiki, lakini pia pancha zake zimekuwa mjadala kiasi kwamba kuna wakati Santos alishutumiwa kuficha ili tu apate ile apate nafasi ya kucheza kombe la dunia. Neymar ndio icon kwa Brazil. Kwa sasa hivi walikuwa wanatafuta mchezaji gani atakuwa mkubwa zaidi kwao. Mara nyingi Brazil ndio taifa pekee ambalo limeshiriki fainali zote za kombe la dunia. Na kila fainali wanaoenda wanakuwa na mchezaji ambao ni icon kwao. Utakumbuka kina Dinho, kina Ronaldo, enzi za kina CAF. Kote walikuwa wanatengeneza mchezaji mmoja ambao anaenda naye anakuwa ni icon kwao. Huyu ndio walikuwa wamemtengeneza. Lakini wanaenda na Neymar ambao ni fainali zake za 4. Inawezekana na yeye kama tunavyowataja kina Ronaldo na kina Messi ndio fainali zake za mwisho sasa hivi, kwa sababu tayari kwenye kombe la dunia na kitu ameshakifanya, ameshafunga magoli 8 kwenye fainali za kombe la dunia. Tayari kwa Brazil ni mchezaji ambaye ni gumzo sana. Timu yake inaweza isifanye vizuri, lakini nafikiri yeye kwake atakuwa anatamani angalau acheze mechi 2 au 3 ili kuonesha kile ambacho anacho, kwa sababu amekuwa gumzo sana kwenye kuitwa kwake. Ndio mchezaji ambaye ameitwa afu kuna gumzo kubwa sana, kwa sababu miaka 3 yote ya kucheza timu ya taifa na alikuwa atarajiwi hata kama angeza akaitwa kwenye fainali hizi. Hai, hem tutazame mwingine baada ya Neymar Jr. Bisho huyu wa Brazil. Huyu ni Mohamed Salah ama Mo Salah, nyota anayeondoka Liverpool akiwa na mafanikio makubwa licha ya kuwa na msimu mgumu, akifunga mabao 7 na assist 7. Amesugua kweli benchi msimu huu katika michezo 27 ya EPL na ndiye nahodha pia wa kikosi cha Misri. Anakwenda kwenye finali zake za pili. Naye pia kama unavyowataja kina Messi inawezekana zikawa za mwisho kwake. Ameshafanya kazi kubwa kwenye klabu, timu ya taifa huwezi kumlaumu sana, kwa sababu timu nyingi za Afrika hazijafanya vizuri sana kwenye kombe la dunia. Utakumbuka wakati wa Kameruni kidogo angalau, lakini pia wakaja wakarudi Morocco wakafanya vizuri hapa katikati. Kwa huyu inawezekana sasa hivi akaenda kutaka kuonesha ya kwamba kule anapoenda wampokee vizuri, kwa sababu tayari inajulikana kwamba anaondoka Liverpool, lakini kwenye timu yake ya taifa hana makubwa sana aliyofanya nje ya yale mashindano ambayo anacheza ambao ni ndani ya Afrika. Kwao ni fainali zake ambazo watu wengi wanamtupia macho, lakini huwezi kumlaumu sana akishindwa kufanya vizuri kwa sababu ya msimu mbovu aliokuwa nao. Hata AFCON nako mambo bado ni magumu. Haya, bana, Christian Pulisic ni mchezaji wa Marekani na klabu ya AC Milan ya Italia. Msimu huu kwenye Serie A amefunga magoli 8 na assist 4 katika michezo 30 aliyocheza. Mjadala mkubwa pengine si yeye, lakini pia hata taifa lake. Marekani huwa wanakuwa kama wapo kama hawapo. Msimu huu washukuru Mungu wana wenyeji wa mashindano, lakini si timu ambayo imekuwa na ubora sana kwenye football, pengine ukilinganisha na michezo mingine ambayo mkoa wanatawala kama kikapu na mingine. Huyu wanamchukulia kwa sababu ni maarufu na anacheza nje ya nchini kwao. Amekuwa akitoka mara nyingi, lakini pia huko Ulaya amefanya vitu vikubwa sana. Kwenye umri unamuona kama vile ni mchezaji ambao anaenda pia naye kumalizia sasa hivi, lakini kwa Marekani ndio mchezaji ambao unaelezwa ana posta nyingi sana kule kwenye nchi yao, wakiwa wanaamini kwamba ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa, kwa sababu Marekani hawana tofauti sana na Uingereza. Wakiwa na mchezaji wao mmoja wao wanampamba sana, hawana wachezaji wengi sana wa kuwasifia. Wana mpira wa magazeti sana wale jamaa. Wamekuwa wanamzungumza sana hivi karibuni. Na hizi orodha ukipita mitandaoni, ukiandika tu yani nyota wanaotazamwa zaidi World Cup yumo. Na wanakuambia pale kwamba imeangaliwa mara nyingi sana. Anastahili au ndo kwa sababu ndo upande huo. Ni kwa timu yao na kwa hawana mtu mwingine zaidi wa kumpigia kelele. Wana wachezaji ambao wanachipukia ambao ni bora, lakini sio bora kama huyu, kwa sababu huyu kinachombeba ni performance ya uwanjani, anaonekana akicheza nje ya nchini kwao, lakini pia ana namba nzuri kwenye msimu wake wa ligi. Shukrani sana. Asante. Chama lako lipo lisema? Brazil. Sawa. Tukutana hapa. Bwana, shukrani sana, na tuangalie muda huu swali letu ambalo umetujibu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tulikuuliza kwamba kombe la dunia, timu gani kutoka Afrika unaipa nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika kombe la dunia mwaka huu na kwa nini? Tuangalie kile ambacho umetuandikia sasa, tukianzia na ukurasa wetu wa Instagram Azam TV Sports. Maria Ndimi anasema ingawa Morocco tunaichukia sana wa Afrika, ila itafanya vizuri sana, na pia timu pendwa Afrika ya Senegal na iona ikifika nusu, wapo vizuri wanatimu. Abubakar Abdallah anasema kutoka Geita, nikielezea mimi naitabiria makubwa Ivory Coast sababu wanacheza vizuri kwa kujituma, hasa ukiangalia mechi zao za kirafiki hasa dhidi ya Ufaransa walicheza kwa mipango sana. Lakini Kita Arena anajiita hivyo, anasema Senegal Simba wa Teranga na waona mbali sana kwa sababu wana timu nzuri na wachezaji wao wengi wapo kwenye top 5 ya ligi bora Ulaya. Kwangu mimi Senegal naipa karata yangu. Haya, ni mtazamo wake huyo, anampa karata bingwa wa AFCON kabla hajavuliwa sasa na kupewa Morocco, lakini sasa kuna kesi inasubiriwa ambayo bado haina majibu. Kwa tunashindwa kusema nani ni bingwa, ila Senegal alibeba kombe,
sasa hivi CAF wakamtangaza Morocco. Bana, hii Facebook huyu anaitwa Fari Tofiame anasema ninazipa timu zote za Afrika nafasi ya kufanya vizuri, maana kufika hapo sio kwa bahati mbaya. Wamefanya kazi kubwa na wanastahili heshima. Wenzetu wa Ulaya watakuwa na wakati mgumu kwa sababu Afrika imeendelea sana kisoka na tuko tayari kuwapa challenge nzito sana. Lakini Boka JR Boka anasema mpira wa sasa ni tofauti na wa zamani. Timu nyingi zinazofuzu kombe la dunia zina wachezaji mahiri wanaoweza kubato na wazungu. Hivyo nina imani na timu zote za Afrika, hasa Morocco, Ivory Coast na South Africa. Vasco Leonard anasema binafsi bado naipa nafasi kubwa Morocco sababu wamekuwa na performance nzuri kwenye hii michuano, na hii inachagizwa na squad ulionayo. Ina wachezaji wengi wanaocheza Ulaya, hivyo inawasaidia kuwa under pressure. Ni maoni yake, kwa maana kwamba wanacheza basi inakuwa na pressure kubwa. Tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Sasa tutazame hili. Ufaransa imeanza vibaya maandalizi ya fainali za kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kukubali kichapo cha magoli 2-1 dhidi ya Ivory Coast kwenye mchezo wa kirafiki uliochezwa mjini Nantes nchini Ufaransa. Je, hali itakuwaje kwenye vigogo hao wa soka duniani? Wataweza kuleta ushindani na kutoa ubingwa? Taarifa zaidi na Wastara Msese. Ufaransa chini ya mkufunzi Didier Deschamps walikuwa wa kwanza kupata goli kupitia kwa nyota Ryan Check kabla ya mlinzi wa Ivory Coast mwenye asili ya Ufaransa Gueladu kusawazisha na kutoa pasi kwa Amad Diallo kuifungia bao la pili kwa tembo hao wa Afrika. Ufaransa ambao ni mabingwa mara mbili wa fainali za kombe la dunia mwaka 1998 na 2018, huu unakuwa ni mchezo wao wa kwanza kupoteza baada ya kutopoteza kwenye michezo 9 ya nyuma. Mchezo wao wa mwisho wa kirafiki watapambana na Ireland ya Kaskazini Juni 9 mjini Lille nchini Ufaransa kabla ya kuwavaa Senegal kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la dunia utakaochezwa Juni 16, 2026. Kwingineko, timu ya Jamhuri ya Czech imemaliza michezo yake ya mwisho ya kujiandaa na fainali za kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kuwafunga timu ya Guatemala kwa kichapo cha mabao 3-1 mjini New Jersey nchini Marekani. Magoli ya Czech yamefungwa na nahodha Patrick Schick sambamba na Thomas Shori pamoja na Denis Vinish. Huku huu ni ushindi wa pili kwa mkufunzi Miroslav Kubak baada ya kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Kosovo kwenye mchezo wa kwanza. Jamhuri ya Czech imepangwa kundi A pamoja na mwenyeji Mexico, Korea Kusini na Afrika Kusini, huku kwenye mchezo wa kwanza wa fainali za kombe la dunia watapambana na Korea Kusini Alhamisi Juni 12 nchini Mexico. Na timu ya England maarufu kama Simba watatu inatarajia kutumia vifaa maalum vya kusaidia kupoza hali ya joto kuelekea kwenye michezo ya fainali ya kombe la dunia 2026 inayofanyika kwa ushirikiano wa nchi tatu za Marekani, Mexico na Canada. Vifaa hivi maalum watatumia wachezaji wakiwa mazoezini pamoja na kwenye michezo ya fainali za kombe la dunia wakati mchezo ukisimama, yani cooling break. Utafiti unaonyesha kutakuwa na kiwango cha joto kwa 26% kwenye robo tatu ya michezo ya kombe la dunia, huku kwenye mazoezi ya kwanza yaliyofanyika Jumanne, kikosi hicho kilikumbana na hali ya joto kwa 32% mjini Florida nchini Marekani. England watacheza dhidi ya New Zealand Jumamosi Juni 6 pamoja na Costa Rica, mchezo utakaochezwa Jumatano Juni 10, 2026. Tumekamilisha hivyo nusu saa ya kwanza ya Mshike Mshike hii leo, lakini tutakuja baada ya mapumziko mafupi kwenye sehemu ya pili ya Mshike Mshike. Miongoni mwa wale ambao tutakuja kukujuza ni pamoja na haya: Twiga Stars kuivaa Malawi mchezo wa kimataifa wa kirafiki hapo kesho, na matajiri wa jiji Azam FC wafunguka sababu za kumwongezea mkataba kocha wao Fahai Benge. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Joto kuelekea fainali za kombe la dunia limeendelea kuzidi, ambapo baadhi ya wafanyakazi wa Azam Media Limited wametambiana, kila mmoja akiamini timu ya taifa analolishabikia itatoa ubingwa. Taarifa yake Akida Kilango inaarifu zaidi. Siku saa dakika zinazidi kuyoyoma kuelekea
kuanza kwa fainali za kombe la dunia 2026, fainali ambazo utaishuhudia michezo yote 104 kutoka mataifa 48 yanayoshiriki katika fainali hizo mbashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Hii leo nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi kutoka hapa Azam TV kuweza kufahamu ni zipi timu watakazozishabikia, lakini kwa nini hali itakuwa hivyo. Mimi ni shabiki wa England, Three Lions ndivyo ambavyo tunajiita. Kwa kiasi kikubwa ni timu ambayo nimeanza kuishabikia muda mrefu sana, tangu Euro za 2004 wakati ule mpaka kombe la dunia hili. Kwa hiyo ndio timu ambayo naishabikia na naamini tutakwenda kufanya vizuri zaidi kwenye michuano hii. Timu yangu kabisa ambayo nitashabikia ni Ufaransa, na nitashabikia kwa sababu naamini ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana wazuri. Kuna wachezaji wengi mastaa ambao wamefanya vizuri, lakini kwanza kabisa nitamgusa Kylian Mbappe, mmoja wa wachezaji wangu pendwa kwa sasa kwenye kiwango chao bora. Kiufupi, World Cup ni ngumu kuishabikia timu, ila huwa nafuata wachezaji. Kadri muda unavyokwenda, timu ambazo zikicheza mbili ndio huwa nachagua moja, kwa sababu wakati mwingine huwa ina disappoint. Kwa kifupi ni kwamba Wastara atakuwa anashabikia timu itakayokuwa inashinda. Itakayofanya vizuri ndio kwangu, na lazima ubingwa ni bebe. Kasoro Argentina. Basi zote nazishabikia kasoro Argentina tu. Argentina ni timu ambayo ndio huwa naisupport. Mara kadhaa Argentina unaweza kaona kwenye mashindano makubwa ikiwemo World Cup yenyewe 2014. Kama nakumbuka mzuri, timu ilifika hatua ya finali lakini kapoteza finali, kikosi ambacho ilianza kusema ilikuwa ni golden generation. Lakini 2018 pia ilikuwa ni huzuni mara baada ya kufungwa na Ufaransa kipindi kile, kama nakumbuka mzuri, na wengi tuliamini kwamba haitawezekana. Lakini kwa mwaka huu mwingine tena naenda nikiwa na confidence. Senegali kwa sababu historia inaonyesha kwamba ni taifa la Afrika ambalo kwa siku za karibuni, licha ya kwamba Morocco imefanya vizuri sana katika michuano ya kombe la dunia iliyopita, lakini Senegali consistently imeendelea kuonekana kwamba ina improve. Hayo ndiyo ambayo yamezungumzwa na baadhi ya wafanyakazi kutoka hapa Azam Media Limited, kila mmoja akivutia upande wake kuhusiana na kile ambacho anakiamini kuhusu timu ambayo anaishangilia. Lakini nikukumbushe tu kwamba ndani ya studio hizi ndipo utakapofanyika uchambuzi wa michezo yote 104, na utapata pia nafasi ya kuweza kuwashuhudia wachambuzi A-list ambao hivi majuzi tu wametoka kusaini makubaliano maalum kwa ajili ya kuweza kukuchambulia final hizo. Mimi ni Akida Kilango, Azam Sports. Haya, kuna mtu anachimba biti hapa. Bana, wakati huu zikisalia siku chache kuanza kwa kombe la dunia, kuna habari nyingi zinazozunguka fainali hizo, zikiwemo zile za maandalizi ya timu zote na rekodi mbalimbali za michuano hiyo. Ramadhan Ngoda ametuandalia taarifa maalumu kuelekea kombe la dunia 2026. Zikiwa zimesalia siku 6 kabla ya fainali za kombe la dunia kuanza, kocha wa Brazil Carlo Ancelotti amesema malengo ya kikosi hicho ni kubeba ubingwa na kurudisha heshima ya taifa hilo. Brazil, ambao ni mabingwa mara 5, wameshiriki makala zote 22 tangu michuano hiyo ianze rasmi mwaka 1930, lakini wamekuwa na mwenendo wa kusuasua katika kipindi cha hivi karibuni. Don Carlo amesema malengo makubwa huleta motisha kubwa kwenye timu, na kazi yake kubwa ni kuwajengea wachezaji hali ya kujiamini na kujivunia malengo makubwa ya kubeba ubingwa wa dunia. Katika hatua nyingine, kocha huyo amesema kwa msisitizo kwamba mafanikio hayawezi kupatikana kwa kutegemea tu majina makubwa ya wachezaji au kipaji cha mchezaji mmoja mmoja. Mtazamo wake, siri ya ushindi iko kwenye mshikamano imara wa timu. Hata hivyo, anaamini mchezaji mwenye kipaji kikubwa anaweza kuonesha ubora wake kikamilifu pale tu anapokuwa sehemu ya kikosi chenye umoja na maelewano. Brazil imebeba ubingwa wake wa kwanza mwaka 1958, ubingwa wa pili mwaka 1962, 1970, 1994 na ubingwa wake wa 5 ikiwa ni mwaka 2002. Je, 2026 unaweza kuwa msimu wa kihistoria wa Brazil kubeba ubingwa wake wa 6? Kwingineko, rais wa shirikisho la soka la Iran Mehdi Taj amesema bado hawajapata visa za kuingia nchini Marekani baada ya kuwasilisha pasi za kusafiria, yani passport, za wachezaji na viongozi wa Iran katika ubalozi wa Marekani uliopo Ankara nchini Uturuki siku ya Jumanne baada ya ombi maalum kutoka FIFA. Hatua hiyo imechukuliwa ili kuhakikisha ujumbe wa timu ya taifa ya Iran unapata vibali vya kuingia nchini Marekani kuelekea katika mchezo wao wa kwanza wa ufunguzi wa mashindano utakaofanyika Juni 16 jijini Los Angeles
dhidi ya New Zealand. Aidha, Mehdi aliongeza kuwa shirikisho hilo tayari limeiarifu FIFA kuhusu uwezekano wa kupanga mbadala endapo maombi yote yatakataliwa, ingawa hakufafanua ni hatua gani maalum zitachukuliwa iwapo hali hiyo itatokea. Kwa sasa kikosi cha Iran kinakita kambi nchini Mexico katika kituo chao cha maandalizi kilichopo Tijuana baada ya kupata visa za kuingia Mexico, na tayari imehamishia kambi yake ya mazoezi, lakini mustakabali wa kuingia nchini Marekani bado ni kitendawili. Kwa upande wa katibu wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, amesema Marekani haitaruhusu watu wanaohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, yani IRGC, kuingia nchini humo. Hii imekuwa changamoto kubwa, kwani baadhi ya wachezaji muhimu, maofisa wa shirikisho ikiwemo rais wa shirikisho Mehdi Taj, wanatajwa kuwa waliwahi kumaliza mafunzo ya lazima ndani ya IRGC. Mvutano huo unakuja baada ya vita inayoendelea kati ya Marekani, Iran na Israel kufuatia shambulio la kwanza lililofanyika Februari 28 mwaka 2026. Kuelekea michuano ya kombe la dunia mwaka 2026, inatarajiwa kuona idadi kubwa ya magoli ya kufunga kuongezeka zaidi kulinganisha na fainali 5 zilizopita. Matarajio hayo yanakuja kutokana na ongezeko la idadi ya timu kutoka 32 hadi 48 na idadi kubwa ya wachezaji nyota wenye uwezo mkubwa wa kupachika mabao kuwa sehemu ya fainali hizi, akiwemo Kylian Mbappe, mfungaji bora wa fainali za kombe la dunia mwaka 2022, Harry Kane, mfungaji bora wa fainali za 2018, na uwepo wa Erling Haaland ambaye anacheza mara ya kwanza fainali hizi akiwa na taifa la Norway. Tukirudi nyuma kidogo katika fainali 5 za michuano hii kuanzia mwaka 2006 nchini Ujerumani hadi fainali za mwisho zilizofanyika mwaka 2022 nchini Qatar, kwenye rekodi ya upachikaji mabao katika fainali hizi 5 zilizopita, fainali za mwaka 2022 ndio fainali zilizozalisha idadi kubwa ya mabao kuliko zote tangu michuano hiyo ianzishwe mwaka 1930. Nchini Qatar yalifungwa mabao 172 katika michezo 64, ambapo ulikuwa ni wastani wa 2.69 kwa kila mchezo. Katika fainali hizo, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Kylian Mbappe ndiyo alikuwa mfungaji bora akiwa na mabao 8. Tukirudi nyuma mpaka mwaka 2018 nchini Urusi, yalifungwa mabao 169 katika michezo 64, wastani wa 2.64 kwa mchezo katika fainali hizo, huku mshambuliaji wa England Harry Kane akimaliza akiwa mfungaji bora akiwa amepachika mabao 6 katika fainali hizo. Fainali za kombe la dunia mwaka 2014 nchini Brazil ni fainali nyingine ambazo zipo kwenye rekodi ya kuwa fainali zilizoshuhudia mabao mengi zaidi yakifungwa, mabao 171, tofauti ya bao moja tu kulinganisha na fainali za mwaka 2022. Kwenye fainali hizi, wastani wa ufungaji ulikuwa ni 2.67 kwa mchezo, na mfungaji bora alikuwa ni kiungo mshambuliaji wa Colombia James Rodriguez aliyefunga mabao 6. Mwaka 2010 nchini Afrika Kusini, hizi ni fainali za kombe la dunia zilizozalisha idadi ndogo zaidi ya mabao kwenye kipindi cha miaka 20 iliyopita ndani ya michuano hiyo. Kwenye fainali hizi yalifungwa mabao 145, ambapo ulikuwa ni wastani wa 2.27 kwa mchezo kwenye michezo 64. Licha ya kwamba kwenye orodha ya wafungaji bora walifungana wachezaji 4 ambao kila mmoja alipachika wavuni mabao 5. Wachezaji hao ni Diego Forlan wa Uruguay, Thomas Müller wa Ujerumani, Wesley Sneijder wa Uholanzi na David Villa wa Hispania. Na mwaka 2006 katika fainali ambazo zilifanyika nchini Ujerumani, kwenye fainali hizi alifungwa mabao 147, ambapo wastani ulikuwa ni 2.3 kwa mchezo, na mfungaji bora akiwa ni mshambuliaji wa Ujerumani Miroslav Klose ambaye aliweka kambani mabao 5. Baada ya kufungwa mabao 172 mwaka 2022, mabao 169 mwaka 2018, mabao 171 mwaka 2014, mabao 145 mwaka 2010 na mabao 147 mwaka 2006. Swali pekee mwaka huu pale nchini Marekani, Canada na Mexico yatafungwa mabao mangapi kwenye michezo 104 itakayooneshwa mubashara na Azam TV, ikiwa ni ongezeko la michezo 40 kutoka kwenye fainali zilizopita.
Alwatan, Ramadhan Goda, Azam Sports. Tuendelee kuangazia mengine tulionayo mezani. Timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars kesho itaikabili Malawi katika mchezo mwingine wa kirafiki utakaochezwa saa 10 jioni kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Mchezo huo utakuwa wa pili kati ya timu hizo baada ya mchezo wa kwanza Twiga Stars kushinda goli 1-0. Kocha msaidizi wa Twiga Stars Edna Lema amesema maandalizi yamekamilika kuelekea mchezo huo. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri na mechi ya juzi ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu tulishinda na tujiandaa kushinda, lakini kushinda kwetu haimaanishi kwamba tukufanya makosa kwenye huo mchezo. Tumeyachukua yale mapungufu ambayo yalionekana kwenye mchezo wa kwanza, tumeyafanyia kazi mazoezini jana na leo, na tunatamani tena kesho tuende tukacheze mchezo tuweze kupata matokeo mazuri ya ushindi, kwa sababu ni mechi ambayo inatupa kipimo kizuri. Tunatamani kuendelea kushinda na kujiweka kwenye nafasi nzuri kwenye mashindano ambayo yanafuata. Kwa upande wake, kocha wa timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Malawi Lovemore Basil amesema licha ya kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Twiga Stars, wako tayari kufanya vizuri kwenye mchezo wa pili hapo kesho. Tuna mchezo mwingine kesho ambao ni wa pili. Tunategemea kuwa na mchezo mzuri kama tulivyofanya mchezo wetu wa mwisho. Kesho tutakuja na mbinu nyingine tofauti na mchezo ambao tulicheza siku ya Jumatano. On Wednesday. Tuzungumze na Philip Mkini japo kwa sekunde chache kuhusiana na hicho ambacho tumekitazama hapa. Bana, Twiga Stars wamepata mechi 2 za kirafiki. Pinzani ni Malawi. Mechi ya kwanza wameshinda, ya pili ni kesho. Nini ulikiona kwenye mechi ya kwanza ambayo pengine inaweza kutupa kitu cha tofauti au mwenye? Ni maandalizi mazuri kwao kwa sababu mbele wana mashindano mengine, kwa hiyo wanaendelea kuitengeneza timu yao kuwa bora zaidi huko mbele. Na kucheza na Malawi ni taifa ambalo linakuwa kwa kasi zaidi kwenye soka la wanawake kwa sasa. Nafikiri ilikuwa ni kipimo kizuri kwao. Na mchezo huu unaofuata nafikiri utaendelea kumalizia ile kazi ambayo walimu wamekuwa wakiifanya. Najaribu kuangalia upinzani ambao umesema mara nyingi wamekuwa wanapeana na soka namna ambavyo linakuwa. Na ukilinganisha kibarua ambacho sasa hivi timu ya taifa ya wanawake imekuwa nacho, ina miezi michache tutakwenda kushiriki michuano mikubwa sana ya kimataifa. Malawi ni mpinzani ambaye anaweza akawapa test ile ambayo watakwenda kukutana nacho huko mbele. Ukiangalia mchezo wa kwanza utagundua ya kwamba test ilikuwa ni testi sahihi kwao, kwa sababu utaona ya kwamba timu yote ilikuwa inaweza kupata ushindi, kwa sababu michuano ambayo Tanzania wanakwenda kushiriki hawahitaji kupata mechi zile ngumu sana za kutisha kwa sasa, kwa sababu ndo wanaelekea kwenye mashindano yenyewe. Mashindano ya AFCON ni kati ya mashindano makubwa sana kama tunavyozungumza AFCON kwa sasa. Kwa hiyo wanatakiwa kuendelea kupata testi za namna hii za timu ambao haitawapa ule ugumu sana, kwa sababu kama ni majaribio walishafanya huko nyuma, kama ni kujiandaa walishajiandaa huko nyuma. Sasa hivi hapa ni kurekebisha njia ya kuelekea kwenye mashindano yenyewe. Naam, shukrani sana Mkini. Tupata saa mwingine kujadili mengi zaidi. Philip Mkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kuelekea mchezo hapo kesho. Twiga Stars watakuwa mzigoni dhidi ya Malawi. Kuni mshike, tende break, tutarejea. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Matajiri wa jiji Azam FC wanaendelea na mazoezi kuelekea mechi zijazo za ligi kuu NBC na kombe la shirikisho la CRDB Bank, huku wakieleza sababu za kumwongezea mkataba kocha wake mkuu Fohai Benge. Afisa habari wa kikosi hicho Hashim Ibwe amezungumza na mshike hii leo. Sisi binafsi tuna siku ya 3 leo tangu tumerejea kambini tangu tarehe 2. Tulikuwa na session nyepesi. Siku ya pili ikawa na session kidogo iliyochangamka kwa sababu wachezaji walikuwa kwenye mapumziko kidogo ya muda ili kutengeneza utimamu wa miili yao, na tangu tumeingia kambini tulikuwa tumekadiria siku 10 kabla ya ligi kurejea ambayo inatarajiwa kurejea tarehe 12. Kwa hiyo tunaendelea na mazoezi yetu na morali iko juu sana ndani ya kikosi kwa sababu karibuni hapa nafikiri kama mlivyoona tumemwongezea tena mkataba wa kuendelea kusalia kwenye klabu yetu kwa muda mwingine mrefu zaidi wa miaka 2. Kwa hiyo kocha Ibenge kuwapo yeye kwenye kikosi chetu, paneli yake pamoja na wengine wote ni jambo la kujivunia. Kuna kitu kikubwa ambacho mwalimu anakicheza kwenye klabu yetu, kwa sababu nje ya kuwa ni mkufunzi wa mchezo huu wa mpira wa miguu, ni kocha ambaye ana heshima kubwa sana barani Afrika, na ukitoa heshima ambayo yuko nayo ni wale ambao tunawaita grandfather au father figures.
ni aina ya watu ambao wana mahusiano mazuri na vijana wa academy, wana mahusiano mazuri na vijana wetu wa senior team, wana mahusiano mazuri na kila mtu. Nafikiri ndio kitu pekee ambacho tunakitamani kukiona zaidi kwenye timu yetu ili kuendelea kutengeneza mahusiano mazuri. Kwa hiyo taarifa rasmi ilishatoka na sasa hivi tunavyozungumza Mwalimu Ibenge anaendelea na projekti yake ya kuendelea kuitengeneza Azam Football Club. Tukiendelea pale ambako aliishia msimu uliomalizika wa mashindano ya kimataifa baada ya kuiwezesha timu yetu kucheza hatua ya makundi, lakini kama haitoshi kwenye hatua ya makundi tukakunja alama 9. Uongozi wa Fountain Gate Academy umetangaza kumfadhili Baraka Gaspar, kijana mwenye kipaji cha uamuzi wa mpira wa miguu ambaye ameonyesha shauku kubwa ya kuipenda kazi hiyo. Katika mchezo wa kirafiki kati ya marafiki wa GSM wa Young Africans, mhandisi LC Said na mwandishi wa habari za michezo mtandaoni mchezo dhidi ya waandishi wa habari za michezo mtandaoni uliochezwa leo katika viwanja vya Gymkhana Dar es Salaam. Mwamuzi huyo kijana ameonyesha uwezo mkubwa na ufanisi. Baada ya kumwona kijana Baraka, na sisi tumevutiwa kwa ukubwa sana. Kama ambavyo mnafahamu, Fountain Gate Academy kwa muda mrefu sana imekuwa kivutiwa kuendeleza vipaji vya vijana pamoja na kuendeleza wao katika masomo. Kwa hiyo na sisi tumeona hii ni fursa ya sisi kuendeleza ile vision ambayo President wetu Japhet Makau ambayo anayo. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunataka tuchukue hii hatua kwa kumofa ufadhili kijana Baraka kwenda kwenye shule yetu ya Mwanza High School kwa kumwendeleza kimasomo kwa sekondari, lakini pia kumwendeleza kipaji chake katika uamuzi. Tunapongeza, hili ni tukio kubwa. Kwa bahati nzuri mwamuzi wetu ambaye alichezesha mechi yetu ya kirafiki pale Sinza kwenye klabu ya Sinza Stars tulipocheza na timu yetu akaonyesha kipaji kikubwa sana, na leo tumesema ni muendelezo. Tumeona baada ya hapo wadau mbalimbali wametokea kushiriki, tumeona vyombo vya habari, tumeona wadau mbalimbali wametokea kushiriki, lakini kubwa zaidi ni Fountain Gate, shule za Fountain Gate ambazo zenyewe ziliona mbali zikasema tuna kila sababu ya kusupport vipaji, na kijana ameonyesha uwezo mkubwa wa referee na bado anasoma, na Fountain Gate ni katika shule mtandao wa shule ambao wanafanya vizuri kwenye mitaala ya kawaida pia mitaala ya michezo. Kwa hivyo walitu approach, tukazungumza, tukasema kijana yuko anasoma, je, tunaweza akapata huduma? Wakasema wako tayari. Kwa leo tunao furaha kubwa kusema kwamba Fountain Gate wamekubaliana na familia, kwa sababu bado yuko chini ya miaka 18, hawezi kuwa na maamuzi yake. Wamekubaliana na familia kwamba atakwenda kusoma kwenye shule za Fountain Gate, lakini ataendeleza kipaji chake. Mimi nichukue fursa hii kuwashukuru Fountain Gate Schools kwa hiki ambacho mmekifanya kwa kijana huyu. Naamini hii nimeifanya kwa nia njema ya kusupport mpira. Mngeweza kukaa kimya tu na hakuna mtu angetakiwa kuwadai kitu chochote. Mimi napenda kushukuru Fountain Gate, pia kumshukuru Engineer Harris pamoja na uongozi wake wote wakiongozwa na Alikamwe, familia yangu yote ya Sinza ikiongozwa na Nkobauba na kadhalika. Pia mimi nimefurahi kwa upande wangu kupata support kama hii ya kwenda kuniendeleza katika kipaji changu na pia kuendeleza katika taaluma yangu. Mimi ninachoahidi kwa kiupande wa taaluma niko vizuri. Nachoahidi kwenye upande wa taaluma naenda kufanya vizuri, hata pia kwenye michezo vile vile nitaenda kuwa namba 1 vile vile katika michezo. Pia kama nimesikia wataenda kuniendeleza, pia mimi nachoshukuru na yani pongezi zangu zote zinaenda kwao. Yeah. Watoto ambao wenye vipaji wengine hawajapata fursa hizi unawaambiaje kuhakikisha vipaji vyao basi wasivichukulie poa, wasijidharau na waendelee kupambana kufika mbali zaidi? Watoto wenzangu au vijana wenzangu, mimi nachowaomba wasikate tamaa. Kama mimi sikukata tamaa, ilikuwa tu ni bahati, nikakutana na viongozi wakanisaidia, kipaji changu kinaendelea kukua. Na usiku wa tuzo za soka nchini Kenya msimu wa ligi kuu 2025-26 umefanyika jana Nairobi na kushuhudia mshambuliaji nyota wa Gor Mahia Enoch Morrison akiibuka mchezaji bora wa msimu yani MVP. Na kwa sasa ni kupitisha kwenye orodha ya washindi wa tuzo mbalimbali katika usiku huo wa tuzo hizo za ligi kuu Kenya msimu wa 2025-26 wa ligi kuu Kenya. Tuangalie sasa usiku huo ulikuwa vipi kwenye kile ambacho kilitokea. Ni SportsPesa Premier League ama Gala Award winner 2025-26
na kama ambavyo unaona most valuable player ama MVP kama ambavyo nilikugusia hapo awali ni Enoch Morrison kutoka Gor Mahia, lakini Golden Gloves ama mlinda mlango bora ulikwenda kwa Stefano Cheng Otieno ambaye anakipiga kwenye klabu ya Shabana. Midfield of the season ama kiungo bora wa msimu ni Enoch Morrison wa Gor Mahia ambaye pia amekuwa MVP, lakini pia Golden Boot ama mfungaji bora Joseph Wathira akitokea klabu ya Murang'a Seal. Players of the season, mchezaji bora wa msimu Joseph Wathira pia ambaye akitokea pia kwenye timu ambayo nimekutajia hapo, lakini defender of the season ama mlinzi bora wa msimu ni Jimmy Owili kutoka Mara Sugar FC. Coach of the season ama kocha bora wa msimu ni Charles Akonor, miongoni mwa makocha ambao wamekuwa bora sana msimu huu, na young player of the season ama mchezaji bora kijana ni Humphrey Aloko ambaye amekuwa bora sana kwenye msimu huu. Most disciplined player ama mchezaji bora mwenye nidhamu ni Drona Openda kutoka Mara Sugar FC, na most disciplined team ama timu yenye nidhamu ni Mara Sugar FC. Kwa hivyo Mara Sugar FC wamechukua tuzo ya timu yenye nidhamu pamoja na mchezaji mwenye nidhamu. Simba kama hatuna la ziada, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni Kennedy Moses. Kabla sijaondoka nikupitisha kwenye yale ambayo tulikuwa nayo mezani hii leo. Makamu wa Rais wa Young Africans Alpha Haji aimwagia sifa Azam TV kuelekea fainali za Kombe la Dunia 2026. Mwanamuziki Shakira kutumbuiza kwenye sherehe za ufunguzi wa Kombe la Dunia Juni 11 mwaka huu. Na Twiga Stars kuivaa Malawi mchezo wa kimataifa wa kirafiki hapo kesho. Hatuna la ziada, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, uwe na usiku mwema.